Karibu na sasa ni wasaa wa habari za Afrika Mashariki, ambapo viongozi mbalimbali nchini Kenya wameendelea kupinga wito wa kutaka marekebisho ya katiba kupitia kura ya maamuzi kabla ya uchaguzi mkuu ujao, mjadala unaozidi kushika kasi kitaifa. Dennis Chisaka kutoka Nairobi, Kenya ana taarifa zaidi. Hatua hiyo imeibua hisia mseto miongoni mwa wanasiasa na wachambuzi wa siasa, baadhi wakisema si wakati mwafaka, huku wengine wakidai inalenga maslahi ya kisiasa ya viongozi walioko madarakani. Viongozi wanaounga mkono pendekezo hilo wamesema marekebisho hayo ni muhimu ili kuziba mianya ya kisheria ambayo mara kwa mara husababisha migogoro ya uchaguzi kupelekwa mahakamani baada ya kura. Na mimi nasema tuunge mkono hiyo discussion, na nichukue nafasi hii kuwakaribisha wanasheria Law Society of Kenya waje watusaidie kuchambua kisheria kiundani yale ambayo tunafikiria, Musalia nafikiria, mimi nikiyaunga mkono ni yako kivipi katika mambo ya kisheria. Hata hivyo, wachambuzi wa siasa wamepinga wazo hilo, wakidai ajenda ya kura ya maamuzi inasukumwa na viongozi walioko madarakani kwa nia ya kuongeza muda wa uchaguzi na kubaki mamlakani kwa muda mrefu zaidi. Wamesema pia kura hiyo itaongeza walipa ushuru mzigo mkubwa wa kifedha. Hizi ni njama za kisiasa. Rais William Ruto pamoja na wendani wake wa kisiasa akiwemo waziri mwandamizi Musalia Mudavadi wanatafuta njia za kupanua nafasi katika utekelezaji wa kazi katika executive, wakiwa na lengo la kuweza kutumia hizo nafasi kuweza kuvifanya kuwa vishawishi vya kutafuta kura, hasa kura za urais mwaka wa 27. Lengo likiwa ni kwamba watu wa Kenya washawishike kuwapigia kura mrengo wao, wakiwa wameambiwa kwamba mtapata huu wadhifa na huu wadhifa, kwa sababu wanataka kuunda nyadhifa mbalimbali, vile wanavyovisimulia kwamba tuangalie mambo ya maeneo ya upigaji kura, vitu ambavyo vilichelewa. Ukweli wa mambo ni kwamba hivyo ni vitu tu vya kuweza kuwachangamsha wa Kenya. Mjadala wa marekebisho ya katiba umeibuliwa tena nchini na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, jambo ambalo limeendelea kupata upinzani mkubwa nchini chini ya miaka miwili kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Dennis Chisaka, EATV, Nairobi. Asante Chisaka, tunarejea hapa kwa taarifa zaidi. Katika habari za kimataifa, rais wa Marekani Donald Trump amesema hana wasiwasi kuhusu mazoezi ya kijeshi ya Beijing karibu na Taiwan, ambapo vikosi vya China vimekuwa vikifanya, huku akisema kuwa ameyafuatilia mazoezi hayo. Tupate taarifa na Samson Charles. Rais Trump amesema kuwa ana uhusiano mzuri na Rais Xi Jinping na hajamwambia chochote kuhusu mazoezi hayo, huku akikiri kuwa ameyaona. Trump amesema kuwa hana wasiwasi kwamba China wamekuwa wakifanya mazoezi ya kijeshi ya majini kwa miaka 20 katika eneo hilo. Mazoezi ya kivita ya siku 2 ambayo yalianza Jumatatu yanafanyika karibu wiki 2 baada ya Marekani kutangaza moja ya mauzo yake makubwa zaidi ya silaha kwa Taiwan. Uuzaji huo uliikasirisha Beijing, ambayo inaona kisiwa hicho kinachojitawala kama eneo lake. Mazoezi hayo ambayo yanahusisha kuyakamata na kuyazingira maeneo muhimu ya kisiwa hicho ni onyo dhidi ya vikosi vya Taiwan vinavyotaka uhuru na uingiliaji wa kati wa nje, limesema jeshi la Uchina. Mazoezi ya kijeshi ya Uchina siku ya Jumanne yatashuhudia silaha za moto zikifyatuliwa kwa saa 10 baharini na angani katika maeneo 5 yanayozunguka kisiwa hicho. Wizara ya Ulinzi ya Taiwan imesema imegundua ndege 130 za kijeshi za Uchina kuzunguka kisiwa hicho Jumanne asubuhi, 90 kati yake zikiwa zimevuka mpaka usio rasmi unaogawanya Uchina na Taiwan, ambao China imeukataa. Wizara ya Taiwan pia imesema iliona zaidi ya meli 12 za jeshi la wanamaji la Samson Chazi huyo na mkusanyiko wa habari za kimataifa. Tunarejea hapa kwa ajili ya habari za biashara na uchumi.